Bana, leo mlikuwa na timu na jana. Kwanza tunashukuru, tunapongeza wachezaji wetu wameweza kuja kupambana. Nafikiri mmeona mechi kwa best timu moja katika timu bora sasa hivi, timu bora ukiangalia katika ligi kule ambako tulikotoka, anachukua nafikiri nafasi ya 4 au ya 5. Walikuwa na ushindani mkubwa, lakini bahati nzuri vijana wetu wamepambana, tumeweza qualify kutoka hatua moja kwenda hatua bora. Kwa kwetu tumekuwa jambo bora, tumekuwa jambo zuri, kwa sababu social ukiangalia mashindano yao mara nyingi napenda kusema wanakuwa na mitihani sana kwa sisi, hususan tukikutana na wanajeshi. Lakini leo tumekuwa bahati, tumecheza vizuri, tumepata magoli 3, timu ya qualify, tunasema alhamdulillah. Na tumeona Kwala akikosekana kwa mimi nafikiri mtazamo wako, jambo nani acheze nani asicheze inabaki kuwa kwa mwalimu. Mwalimu ndio alikuwa katika kiwanja cha mazoezi, alikuwa muda mrefu na vijana. Kwa hiyo ameona kwa namna ambayo kwa hiyo naye amefunga goli, imekuwa jambo jema. Lakini pia waandishi mkumbuke kwamba kesho kutwa tuna mechi nyingine zidi na Dodoma. Kwa hiyo mwalimu anaweza kujua mechi umuhimu wake namna gani na mechi inokuja umuhimu wake namna gani. Kwa hiyo mwalimu kutumia wachezaji, huyo aanze nani asianze, mimi nafikiri bado inabaki kwa jambo la mwalimu. Kusugu mnasema ya mkurugenzi upande wa Simba na mjumbe wa kamati ya usajili bwana Magori alisema kwamba mara baada ya kiachia Magori, ninachojua mimi ratiba ya ligi inatolewa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi bado hajasema kwamba mchezo kwamba haupo. Huo mchezo mkumbuke kiporo. Bodi ya ligi imeshasema mchezo unacheza tarehe 14. Kwa hiyo mimi nafikiri tusikilize au tusubiri namna ambavyo bodi ya ligi itakavyosema. Lakini mimi kama shabiki najua mchezo wote tarehe 14 upo, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tutakutana katika uwanja. Wewe ni shabiki wa Simba Sports Club, lakini pia msimamo wa Simba ni kwamba haitoshiriki mchezo wote wa ligi mpaka atakapopatiwa ufafanuzi wa kile ambacho kilitokea Benjamin Mkapa. Mimi nasema ukiachia uongozi wa Simba, mwenye taratibu za kujua mechi inachezwa ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi wameshasema mchezo haupo. Mchezo upo. Kwa hiyo tuangalie tarehe 14, aidha tutacheza au tucheze, lakini mwandishi la kwa taarifa tarehe 14 njoo. Leo na Simba anacheza katika uwanja wa KMC. Acha bana. Kwa hiyo mmekubali. Nimesema njoo tarehe 14. Aidha kukubali au kutokubali, njoo tarehe 14. Ndio utajua mechi ipo au haipo. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kusimamisha ligi ni bodi ya ligi au TFF. Kama jinsi ambavyo mechi ya juzi walivyoisimamisha. Walivyotoa waraka wao mnamo saa 8 wakasema mechi ya Dar es Salaam Afrika na Simba Sports haipo. Wao ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo kama waliweza mamlaka kusimamisha mechi ya dabi, pia wanaweza kuisimamisha tarehe 14, lakini bado hawajatamka hilo. Okay, turudi kwenye mchezo wa leo. Joshua Mutale ni kama haonyeshi kile ambacho kiliwafanya Wekundu wa Msimbazi. Mutale hachezi kwa kutaka yeye mwandishi, Mutale anacheza kutokana na namna ambavyo mwalimu alivyotaka. Na ndio maana substitution aliyofanya wachezaji wote Mutale alibaki kubaki. Kwa hiyo mwalimu inaonekana kile ambacho alichomtuma, kile ambacho alichomwagiza, Mutale akawa anatekeleza. Unajua shida waandishi hamtaki kujigawa kukubali nyinyi waandishi, hamtaki kukubali kwamba Fadu ndio mwalimu ambaye anafanyaje? Anaongoza Simba. Yeye ndo anajua nani atoke, nani aingie. Mimi naamini kila mchezaji kabla ya game, mwalimu kuna maagizo ambayo anafanyaje? Anayatoa. Yawezekana ukimwona mchezaji anatolewa kuna vitu viwili. Aidha punzi zimekataa au hajapata maagizo ambayo mwalimu anahitaji kufanyaje? Kuyafanya. Kwa hiyo ukimwona mchezaji anacheza dakika 90, maana yake kile ambacho alichotumwa na mwalimu anakwenda kufanyaje? Kamilisha. Mutale atabaki kwa mchezaji bora, atabaki kwa mchezaji wa Simba. Mutale tunaye na tunatamba naye. Budo huyo mnatamba naye. Tunaye na tunatamba naye. Yes. Kisugu, nataka kuniambia performance ya Mutale kwa siku ya leo inakuridhisha? Sio Mutale ya Simba yote, na ndio maana tumepata matokeo. Tulikuwa na wachezaji 11. Wachezaji wote wamecheza vizuri, wamekuja wamepambana, tumepata matokeo mazuri. Na niwaambie tu waandishi, haya mashindano haya sijui ni tumekauli gani itakuwa sahihi, lakini hatuna bahati nayo sana. Kwa hiyo leo mashabiki kwa best timu moja katika timu bora sasa hivi, timu bora ukiangalia katika ligi kule ambako tulikotoka, anachukua nafikiri nafasi ya 4 au ya 5. Walikuwa na ushindani mkubwa, lakini bahati nzuri vijana wetu wamepambana, tumeweza qualify kutoka hatua moja kwenda hatua bora. Kwa kwetu tumekuwa jambo bora, tumekuwa jambo zuri, kwa sababu social ukiangalia mashindano yao mara nyingi napenda kusema wanakuwa na mitihani sana kwa sisi, hususan tukikutana na wanajeshi. Lakini leo tumekuwa bahati, tumecheza vizuri, tumepata magoli 3, timu ya qualify, tunasema alhamdulillah. Na tumeona Kwala akikosekana kwa mimi nafikiri mtazamo wako, jambo nani acheze nani asicheze inabaki kuwa kwa mwalimu. Mwalimu ndio alikuwa katika kiwanja cha mazoezi, alikuwa muda mrefu na vijana. Kwa hiyo ameona kwa namna ambayo kwa hiyo naye amefunga goli, imekuwa jambo jema. Lakini pia waandishi mkumbuke kwamba kesho kutwa tuna mechi nyingine zidi na Dodoma. Kwa hiyo mwalimu anaweza kujua mechi umuhimu wake namna gani na mechi inokuja umuhimu wake namna gani. Kwa hiyo mwalimu kutumia wachezaji, huyo aanze nani asianze, mimi nafikiri bado inabaki kwa jambo la mwalimu. Kusugu mnasema ya mkurugenzi upande wa Simba
mjumbe wa kamati ya usajili Bwana Magori alisema kwamba mara baada ya kiachia Magori, ninachojua mimi ratiba ya ligi inatolewa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi bado hajasema kwamba mchezo kwamba haupo. Huo mchezo mkumbuke kiporo. Bodi ya ligi imeshasema mchezo unacheza tarehe 14. Kwa hiyo mimi nafikiri tusikilize au tusubiri namna ambavyo bodi ya ligi itakavyosema. Lakini mimi kama shabiki najua mchezo wote tarehe 14 upo na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tutakutana katika uwanja. Wewe ni shabiki wa Simba Sports Club, lakini pia msimamo wa Simba ni kwamba haitoshiriki mchezo wote wa ligi mpaka atakapopatiwa ufafanuzi wa kile ambacho kilitokea Benjamin Mkapa. Mimi nasema ukiachia uongozi wa Simba, mwenye taratibu za kujua mechi inachezwa ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi wameshasema mchezo haupo. Mchezo upo. Kwa hiyo tuangalie tarehe 14, aidha tutacheza au tucheze, lakini mwandishi la kwa taarifa tarehe 14 njoo. Leo na Simba anacheza katika uwanja wa KMC. Acha bana, kwa hiyo mmekubali. Nimesema njoo tarehe 14. Aidha kukubali au kutokubali, njoo tarehe 14. Ndio utajua mechi ipo au haipo. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kusimamisha ligi ni bodi ya ligi au TFF. Kama jinsi ambavyo mechi ya juzi walivyoisimamisha. Walivyotoa waraka wao mnamo saa 8 wakasema mechi ya Dar es Salaam Afrika na Simba Sports haipo. Wao ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo kama waliweza mamlaka kusimamisha mechi ya dabi, pia wanaweza kuisimamisha tarehe 14, lakini bado hawajatamka hilo. Okay, turudi kwenye mchezo wa leo. Joshua Mutale ni kama haonyeshi kile ambacho kiliwafanya kundi la Simba. Mutale hachezi kwa kutaka wewe mwandishi. Mutale anacheza kutokana na namna ambavyo mwalimu alivyotaka. Na ndio maana substitution aliyoifanya wachezaji wote Mutale alibaki kubaki. Kwa hiyo mwalimu inaonekana kile ambacho alichomtuma, kile ambacho alichomwagiza, Mutale akawa anatekeleza. Unajua shida waandishi hamtaki kujigawa kukubali nyinyi waandishi, hamtaki kukubali kwa Fadlu ndio mwalimu ambaye anafanyaje? Anaongoza Simba. Yeye ndo anajua nani atoke, nani aingie. Mimi naamini kila mchezaji kabla ya game, mwalimu kuna maagizo ambayo anafanyaje? Anayatoa. Yawezekana ukimwona mchezaji anatolewa kuna vitu viwili. Aidha punzi zimekataa au hajapata maagizo ambayo mwalimu anahitaji kufanyaje? Kuyafanya. Kwa hiyo ukimwona mchezaji anacheza dakika 90, maana yake kile ambacho alichotumwa na mwalimu anakwenda kufanyaje? Kamilisha. Mutale atabaki kwa mchezaji bora, atabaki kwa mchezaji wa Simba. Mutale tunaye na tunatamba naye. Budo huyo mnatamba naye. Tunaye na tunatamba naye. Yes. Kisugu nataka kuniambia performance ya Mutale kwa siku ya leo inakuridhisha? Sio Mutale ya Simba yote na ndio maana tumepata matokeo. Tulikuwa na wachezaji 11. Wachezaji wote wamecheza vizuri. Wamekuja wamepambana. Tumepata matokeo mazuri. Na niwaambie tu waandishi. Haya mashindano haya. Sijui ni tumekauli gani itakuwa sahihi, lakini hatuna bahati nayo sana. Kwa hiyo leo mashabiki kwa best mmoja katika timu bora sasa hivi, timu bora ukiangalia katika ligi kule ambako tulipotoka anachukua nafikiri nafasi ya 4.